Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Makaburi ya enzi ya kati yaliyochimbuliwa karibu na uwanja wa ndege wa Cardiff yanaendelea kuwachanganya wanaikolojia, kwani mafumbo yanalizunguka yanazidi kuongezeka. Ugunduzi wa eneo hilo la karne ya 6 au ya 7 ulitangazwa mwaka jana, na mifupa kadhaa iliyopatikana ikiwa imelala katika sehemu zisizo za kawaida na vitu visivyotarajiwa. Watafiti wamegundua karibu wote waliozikwa kwenye makaburi hayo ni wanawake, na wakati mifupa yao inaonyesha dalili ya kuchakaa, ikionyesha alifanya kazi nzito ya mikono. Pia kuna dalili ya kushangaza na utajiri na anasa. Kitu kingine ambacho hakikutarajiwa ni mwanamke kutupwa shimoni, tofauti kabisa na watu wengine. Wote walizikwa kwa uangalifu mkubwa. Kila wakati tulifikiri tumeelewa kitu kingine kinatokea na picha inakuwa ya kuvutia zaidi, alisema Andy Semani kutoka chuo kikuu cha Cardiff, ambaye anaongoza mradi huo. Takriban nusu ya eneo ambalo liko katika uwanja usio wa kawaida katika uwanja wa ngome ya Full Moon sasa limechimbuliwa. Kufikia sasa watafiti wamegundua mifupa 39 ya watu wazima wakiwa wamelala kwenye makaburi yaliyochongwa kutoka kwenye jiwe kubwa la chokaa. Sina hakika kabisa maana yake bado, Daktari Semani alisema. Inawezekana kuwa ni jambo mahususi kuhusu jumuiya hii, au inawezekana kuwa kwamba hii ni kaburi moja tu ndani ya aina pana ya mandhari, au inaweza kuwa kuna wanaume zaidi katika sehemu nyingine ya makaburi. Mifupa ya watoto wawili pia imepatikana, idadi ndogo ya kushangaza kutokana na vifo vingi vya watoto wachanga vya wakati huo. Mazishi yao pia yana sifa ya kuvutia. Ardhi ambayo imetumika kujaza makaburi inaonekana tofauti kidogo na ile ya makaburi ya watu wazima, alisema Daktari Marioni Shenea, mwanaikolojia kutoka chuo kikuu cha Cardiff. Ni giza zaidi na inaonekana hai zaidi, kwa hivyo kuna uwezekano kwamba muda ulikuwa umepita kati ya mazishi ya watu wazima na mazishi ya watoto hawa wawili. Ni fumbo zaidi. Vitu vya sanaa kwenye eneo hilo pia vinaongeza mafumbo ya watu hawa. Walikuwa nani? Vipande vya vyungu vya glasi laini vilivyochimbuliwa makaburini yanaelekea vililetwa makaburini na watu waliokuwa wakila kalamu walipokuwa wakiwatembelea wafu. Kioo ni adimu na kinachopatikana hizi ni tofauti zenye hadhi kubwa, alisema Daktari Seimani. Pengine ilitengenezwa katika eneo Levant, eneo la Misri, na kisha ilitengenezwa katika vyombo tunafikiria kusini mwa Ufaransa, na pengine ilifika hapa pamoja na divai kwenye mapipa. Uwepo wa vitu hivi unaonyesha kuwa hii haikuwa jamii ya kawaida, na kila mtu hapa amezikwa kwa uangalifu mkubwa. Wengine wamelazwa, wengine wameinama, wote wakitazama kutoka mashariki hadi magharibi. Timu bado haijajua kwa nini mwanamke huyu alitupwa shimoni. Alitendewa kwa njia tofauti, lakini wanaamini kwamba angeweza kuwa mtu aliyetengwa au mhalifu. Wamepeleka mifupa yake kwenye maabara katika chuo kikuu cha Cardiff ili kujaribu kujua zaidi kumhusu. Daktari wa mifupa, Daktari Katel Failas, anaeleza anadhani mwanamke huyo alikuwa na umri wa miaka kati ya 30 au 40 mapema. Mifupa yake inaonekana kuvunjika kwa mikono uliopona, wakati jino lake lilikuwa limeambukizwa na lilikuwa na usaha, akiashiria kuwa walikuwa na maumivu. Makumi ya mifupa pia sasa imefanywa uchunguzi wa kina zaidi. Matokeo yanaonyesha watu waliozikwa kwenye makaburi sio wote katika eneo la karibu, wanatoka kote Wales na labda kutoka kusini magharibi mwa Uingereza pia. Uchunguzi zaidi wa vinasaba pia unaonyesha ikiwa yoyote kati yao alikuwa na uhusiano. Timu inavutiwa sana na meno ya mifupa kwa sababu ya jinsi meno hayo yanatoa rekodi ya kipekee ya kila kitu ambacho mtu amekula tangu alipoachishwa kunyonya hadi kifo chake. Wamekuwa wakila milo thabiti kulingana na wanga nyingi, lakini si nyama nyingi, Dr. Failas alieleza. Na hivyo ni kweli, hilo ni jambo tunaloliona kwa watu wote, lakini hapakuwa na samaki hata kidogo. Mara tu walumi wanapoondoka, tunakuwepo kwa ishara ya masamaki kwenye chakula. Ni fumbo kubwa. Uchimbaji unaendelea msimu huu
wa kiangazi na anakiolojia wataanza kufukua nusu nyingine ya kaburi. Andy Seimani anatarajiwa kujibu maswali ambayo eneo hilo limejibu. Tunatumai kusimulia hadithi za watu binafsi ndani ya makaburi, lakini pia jamii pana, alisema. Tunajua mengi kuhusu maisha ya wafalme na malkia, lakini kidogo zaidi kuhusu watu wa kila siku, na kamwe hatujaweza kuchunguza jumuiya moja kwa undani sana na mahusiano yote ya kuvutia. Lakini kwa sasa bado kuna utata mwingi ambao haujatatuliwa. Hii ni story ambayo inahusiana na makaburi yaliyoko huko Carrifoy katika uwanja wa ndege huko nchini Uingereza. Je, ni nini labda kilifanyika? Uchunguzi bado unatueleza kwa kina. Mimi ni Wilson John na hii ni Jimbi TV. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.